Mawazo makubwa kwa sasa kwa mashabiki wa soka hapa nchini ni kufikiria zaidi mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo inachezwa siku hii ya Jumamosi majira ya saa 1:15. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, tayari kila timu imeweza kutoa orodha ya wachezaji ambao watakwenda kutumika kwenye mchezo, lakini pia na baadhi ya wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye mchezo huo. Sasa hapa nipo na klabu ya Simba. Bana, tayari orodha ya wachezaji ambao watakosekana kwa upande wa klabu ya Simba imeshatoka, wachezaji ambao watakosekana kwenye mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo, na mimi majina hapa ninayo, nitakwenda kukutajia moja kwa moja. Lakini kabla sijakwenda kukutajia hapa orodha juu ya wachezaji ambao watakwenda kukosekana, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kutazama hapa moja kwa moja juu ya wachezaji ambao watakosekana kuelekea kwenye mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo. Mwalimu Fadu Davis anafahamu nini hasa ambacho anakitafuta, na anaamini kabisa kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wakitumika basi kuna kitu atakipata. Sasa kwa upande wa golikipa Aishi Manula, tunafahamu kwamba yeye ni muda mrefu amekuwa atumiki ndani ya Simba. Hivyo ni moja ya mchezaji ambaye uwezo kushangaa nikitaja jina lake juu ya wachezaji ambao wanakosekana, pamoja na golikipa Hussein Abel. Nikikwambia hivyo pia uwezo kushangaa, pamoja na golikipa Ahmed Feruzi, ambao hao wote ni magolikipa ambao wamesajiliwa kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia Kevin Kijili, tunafahamu ndiye mchezaji ambaye alijifunga kwenye mechi iliyopita. Taarifa tu ni kwamba Kelvin Kijili atakosekana kuelekea kwenye mchezo huo. Mwalimu hajaweza kumuorodhesha kati ya wachezaji ambao watakwenda kutumika kwenye mchezo huo, hivyo Kelvin Kijili atakosekana. Wakati huo pia Mzamiru Yasin Salemba, tunafahamu moja ya kiungo ambaye alikuwa na bahati ya kuweza kuwepo ndani ya kikosi cha Simba, lakini kwa wakati huu imekuwa ni ngumu kuweza kumuona ndani ya kikosi. Hivyo ni moja mchezaji ambaye atakosekana, kama pia ilivyo kwa upande wa beki Chefondo Malone. Lakini sasa kwa taarifa juu ambayo imeweza kutolewa ndani ya klabu ya Simba juu ya Chefondo Malone kwamba kuna asilimia akatazama zaidi mpaka jioni ya hii leo, endapo akionekana yuko fit kwa asilimia kadhaa kwa upande wa Chefondo, huenda akaweza kutumika kwenye mchezo. Lakini kwa taarifa tu ni kwamba Chefondo bado hajawa fit kwa asilimia 100, hivyo jina lake limewekwa kwamba ni 50 kwa 50 kuweza kuwepo ama kutokuwepo kwenye mchezo husika wa dabi ya Kariakoo. Kwa hali yake mimi ningekuwa mshauri, naweza nikasema kwamba kwa sasa inabidi atulie kulingana na hali yake namna ambavyo ilivyo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye atakosekana hajaorodheshwa moja kwa moja ni pamoja na Awesu. Kwa upande wa Mwalimu Fadu Davis hajaorodhesha Awesu kuelekea kwenye mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo. Huenda pia alikuwa anatamani kwamba angecheza, lakini kwa upande wa mwalimu ameona hapana, asiweze kumtumia, kama ilivyo kwa upande wa Valentino Mashaka, naye pia hajaweza kuorodheshwa kati ya wachezaji ambao watakwenda kutumika kwenye mchezo wa siku ya hapo